Kikubwa zaidi nimeona shule ya Ipuli imetengenezwa kimasomo zaidi. Toka nitembelee shule zote za msingi na sekondari, shule ambayo nimeona iko tofauti, shule yangu ya kwanza kuiona ni shule ya Ipuli ndani ya Tanzania. Mheshimiwa Rais amenipa dhamana kusimamia kazi katika ofisi yake, lakini nishukuru sana ndugu zangu wa Tabora kwa kazi kubwa mnayoifanya. Na ukubwa huu ni washukuru sana ndugu zangu wa Tabora. Katika eneo la elimu ambao nimeona Tabora inafanya vizuri sana. Ndani ya miaka 4-5 naona hata ufaulu wenu karibuni umepanda mara 2. Hongereni sana. Hii ni juhudi kubwa ya walimu, ni juhudi kubwa ya wazazi, lakini hali kadhalika kitendo cha wanafunzi kuzingatia masomo. Lakini haya lazima tumshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa anayofanya. Mheshimiwa Rais amenipa jukumu la kusimamia sekta ya elimu kuanzia shule za awali mpaka kidato cha 6. Nafarijika sana kwa matokeo makubwa ya mabadiliko ya mapinduzi makubwa ya elimu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tukumbuke Mheshimiwa Rais kwa ridhaa yake ameamua kwa kipindi chote cha miezi yote kutoa zaidi ya shilingi bilioni 23.85 kila mwezi kwa ajili ya kugharamia elimu bila malipo. Lakini hata hivyo ameamua kuhakikisha kwamba kuboresha sekta ya elimu, kuimarisha miundombinu. Ameamua kutoa fedha kuimarisha shule zetu kongwe zote zilizokuwa katika hali mbaya sana zamani, kuzirudisha katika utaratibu wake. Leo hii tumekamilisha shule takriban 48, shule 19 zinaendelea kukarabatiwa na takriban shule 24 tunafanyia uhakiki kwa ajili ya kwenda kuzikarabati. Na mkoa huu wetu wa Tabora tumeshafanya ukarabati katika shule yetu ya Tabora Boys na Tabora Girls katika baadhi ya maeneo. Mengine tumekarabati madarasa pale Tabora Boys na Tabora Girls pia tumekarabati upande wa mabweni. Lakini kazi hii inafanyika nchi nzima. Lengo lake ni nini? Kuzibadilisha shule zetu ziweze kuwa shule bora zaidi. Uwekezaji huo licha ya kufanyika katika shule kongwe umeendelea kufanyika katika shule zetu za kata. Tumeweza kuzi-upgrade shule za kata, kuziweka mabweni ya kisasa pamoja na madarasa, hali kadhalika ujenzi wa vyoo. Matokeo yake ni kwamba shule hizi tunazifanya zingine kuzipandisha kuwa za kidato cha 6. Mwaka huu tuna faraja kubwa sana. Shule za kata kati ya shule 100 bora Tanzania, shule za kata zimeingia shule 52. Piga makofi tafadhali. Hii ni heshima kubwa sana ya uwekezaji mkubwa wa Dr. John Pombe Magufuli. Na tunakumbuka mwezi wa 3 tulitoa fedha nyingine shilingi bilioni 29.9 kwa ajili ya ukarabati, kwa ajili ya kumalizia maboma ya shule ya sekondari. Na juzi hii tulitoa karibu shilingi bilioni 34.5 kwa ajili ya kuhakikisha tunamaliza maboma ya shule za msingi. Nimefika hapa nimeambiwa kwamba idadi ya wanafunzi hapa ni wengi, lakini madarasa ni machache. Serikali tutaangalia kwa kadri iwezekanavyo, tutatafuta fursa zinazowezekana. Lengo letu ni kwamba tukipata chochote tukilete hapa kuja kuongeza idadi ya madarasa katika shule hii ya Ipuli. Na hili tutalifanya hivi kwa sababu idadi ya watoto hapa ni wengi sana. Tutaangalia wapi tutapata fedha kuhakikisha tuje kuongeza nguvu hapa. Lakini hata hivyo elewane, Mheshimiwa Rais lengo lake kuibadilisha nchi hii. Na nishukuru mkuu wetu wa mkoa wa Tabora hapa. Tuna mradi ambao ofisini mwangu unaosimamia, lengo lake ni kuibadilisha nchi hii kwa kiwango kikubwa. Tunafanya ukarabati na ujenzi wa barabara za kisasa katika miji mbalimbali. Tuna mradi wa miji mikakati 8 kuanzia Mwanza, Arusha, Dodoma, Mbeya, Ujiji, Mikindani na maeneo mengine, miji 8. Lakini tuna miradi inaitwa UGLSP, tunagusa manispaa na miji 18 ikiwepo mji wa Tabora, manispaa ya Tabora. Katika mradi huu tunajenga barabara za kisasa, tunanunua mitambo ya kusafirishia taka, tunabadilisha na maeneo mengine tunaweka recreation area na sehemu zingine tunajenga madampo. Nipongeze sana mkoa wa Tabora kwa sababu katika miji hiyo tunaotengeneza miji 18, ukienda pale Bariadi, unaenda Musoma, unaenda Mpanda, unaenda Sumbawanga, unaenda Morogoro, unaenda Iringa, unakuja hapa Tabora, unaenda mpaka maeneo mengine yote unayokupita mpaka pale Kahama. Nimefurahi sana Tabora mnasimamia vizuri miradi yenu ya ujenzi wa barabara. Sijuti ofisini kwangu tunasimamia mradi huu wa uimarishaji wa miji. Leo hii mkuu wa mkoa wa Tabora anaposema ukifika Tabora kama uko Toronto, nimeshuhudia kweli, nimeona mmesimamia vizuri hizo barabara. Hongereni sana sana sana. Imani yangu kubwa
Watu wengine wataendelea kuiga mfano huu tunaofanya kazi nzima. Nia yetu ni kama kuibadilisha nchi hii. Na kazi hizo ni kazi ya ofisi ya Rais TAMISEMI kujenga miundombinu ya barabara za lami katika miji yote ndani ya Tanzania. Lakini eneo lingine ni sekta ya afya ambayo inasimamiwa kwa karibu. Mheshimiwa Rais amenipa jukumu la kusimamia afya kuanzia zahanati mpaka hospitali zetu za wilaya. Tumeamua kufanya mapinduzi makubwa ndani ya nchi yetu. Wananchi walikuwa wakipata tabu wakidhalilika mno. Na ndio maana mpaka tunapofika mwaka 2015 tulipata hospitali vituo vya afya 115 peke yake vyenye uwezo wa kufanya huduma ya upasuaji. Mheshimiwa Rais amenielekeza ofisi yangu tufanye mapinduzi makubwa. Mapinduzi ya kwanza ni kuweza kutengeneza rekodi mpya. Rekodi hiyo ni ipi hivi sasa tumeiweka? Ni kuhakikisha kwamba sasa tumetengeneza vituo vya afya kama toka uhuru mpaka 2015 vituo vya afya vilikuwa vinafanya huduma ya upasuaji vilikuwa ni 115 peke yake. Ndani ya programu ya miezi 18 tumejenga vituo vipya 352 kwa mara ya kwanza. Tumevunja rekodi ya miaka 50 tokea tunatoka uhuru. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo sana tuimarishe hospitali za wilaya. Ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tunajenga hospitali za wilaya mpya 67. Wakati toka uhuru mpaka mwaka 2015 tulikuwa na hospitali 77 peke yake za serikali. Ndani ya mwaka mmoja hospitali 67. Na mwaka huu tunaongeza hospitali zingine 27 mpya. Ndani ya miaka miwili hospitali 94 mpya ukilinganisha na hospitali 77 toka tunapata uhuru. Hayo ni matunda ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Linalotakiwa ni nini? Ni wananchi kushikamana na serikali kuendelea kugombea Mheshimiwa Rais wetu. Tunafahamu changamoto ya wataalamu wetu wa afya. Tumeweza kuajiri takriban wataalamu wa afya takriban 8449 tumewapeleka maeneo mbalimbali. Tumeweza kutoa ajira za walimu katika kada mbalimbali. Takriban walikuwa wamefika 1013. Juzi tumeongeza wengine 4549. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndani ya mwaka huu wa fedha tunatarajia huenda kuajiri walimu wengine takriban 1011 kuwapeleka walimu wa msingi na sekondari. Lengo ni nini? Kupunguza mzigo kwa walimu na kuwasababisha watoto waweze kusoma vizuri. Tunakokwenda maana yake ni nini? Tunafanya mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu. Tunajua hatuwezi kwenda katika uchumi wa kati kupitia uchumi wa viwanda bila kuwekeza katika elimu. Lazima tumuombee rais wetu kwa kweli kazi kubwa anayofanya. Na niwasihi sana Watanzania wote tushikamane kwa pamoja sasa hivi. Lakini nimefurahi sana wanafunzi wa hapa wako vizuri zaidi. Lakini nimefurahi sana huyu dada mkuu huyu. Nadhani ataanza special school huyu. Yuko hapo? Hey. Ana confidence, anajiamini, anaeleza vizuri. Nadhani huyu ataenda special school. Lakini na wasiwasi kwa baadaye atakuwa waziri huyu naona. Ipuri oye.